Selin. Vipi dada? Selin. Kuna nini imetokea? Mimi na mdogo wangu kisha akadondoka chini na kutima. Selin. We, dada, inaonekana ako anapumua bado angali hai. Tumkimbize hospitalini. Haina haja kumkimbiza hospitalini. Hospitali tumezunguka kila hospitali hakuna majibu. Bado tunampeleka na anarudi hivyo hivyo. Ni sawa, hilo sikati tamaa. Ninaye mchungaji ambaye hawezi shindwa na jambo. Anaweza mtibu na akawa sawa. Hakuna, mimi siwaamini wachungaji kabisa. Maana tunao dai wachungaji ila ni matapeli kweli kweli. Ina maana wewe uamini Mungu? Mungu namwamini lakini anaomwakilisha ndio mimi siwaamini. Karibu kilingeni kwa mzee Mwakavumbi. Karibu. Rudi ingia kinyuma nyuma. Wale. Toa viatu, kenge wewe. Kichwa kama school bus wewe. Toka mwiko. Wewe. Wale wa mayoka. Hakuna kilingeni kwa mzee Mwakavumbi. Karibu. Baba. Karibu kilingeni kwa mzee Mwakavumbi. Hapa kila dawa inapata. Natafuna mkaa na nyamba kisa totoro. Mambo yanakuwa mbambamba. Kwangu hakuna jambo lolote linalosindikana. Mambo yote mimi inawezekana. Mambo yanawezekana. Zungumza shida yako mzimi na kusikiliza. Angalia hapa. Shika na mikono yote. Shika. Shika. Una matatizo ama una matatizo wewe? Niko naye. Ongea matatizo yako msimu na kusikiliza. Nimekuwa natembea na mdogo wangu barabarani. Ghafla akadondoka chini na akafaint. Hilo ni jambo dogo. Hapo mambo yanaisha. Wacha nikuitie msimu. Anaitwa msimu dondoka. Simu dondoka. Simu dondoka. Simu dondoka. Olele wale wa mayoka. Olele wale wa mayoka. Sambaruka makalupembeleza. Ongeri kwa kinyangicho. Komunikato. Kami nikakeanis. Kanere kaleza kalele kachut kame. Kame ene kabudu kabom. Kabong. Tatizo lako ni fupi. Kuwa na imani. Kuwa shujaa. Mambo hapa yanawezekana. Mambo yanawezekana. Naomba nikakutibie. Hii inaitwa mtulize. Inatibu kila ugonjwa. Inamaliza nguvu zote. Mtulize. Mdogo wako amekuwa mzima. Nilikuwa nakwambia kwa mzee Mwakavumbi mambo yanakuwa mbambamba. Mimi ndio Mwakavumbi. Natafuna mkaa na nyamba kisa totoro. Natafuna viwembe naenda ushindani. Mambo yenu yamekuwa sawa. Mambo yenu yamekuwa sawa. Unaweza ondoka. Kabla hujaondoka, kuna dawa hapa. Maana hii ni shida ya ukoo. Hii inaitwa mtulize. Hii itatuliza ukoo. Mdogo wako hataanguka tena. Shika. Ondoka. Rushe. Kijiko tanda leo stinglo. Nocha urendeka utuma stinglo sikazo. Rushe. Wewe ni nani? Unataka nini? Sijakuja kujieleza. Umefanya very big mistake. Mistake? Unazungumzia nini? Unawezaje kwenda kwa mganga wakati unafahamu Mungu ndiye anayetibu? Kama ni wewe ungefanya nini? Nimezunguka hospitali zote hapa mtaani. Kwanza hata napoteza muda wangu. Ile wakati mganga ameshamtibu mdogo wangu. Amtegemea mwanadamu ananiwa.
Kwa hiyo unatakiwa kumtafuta the God Temple. Basi ndio kwa Tanzania. Ale kutuma mwambie nipati ngona. Unajua nashinda kuelewa. Kuelewa nini? Kwa nini wanadamu wanaamini nguvu za giza kushinda nguvu za Mungu? Unajua watu wanaamini miujiza ambayo wanaiona kwa macho, mbali si kwa utulivu. Bado sijakuelewa. Inamaanisha watu huenda kwa waganga kupata matokeo ambayo inakuja kighafla, wanaamini, lakini matokeo yake inakuwa kwa muda mfupi sana. Na pia badala ya kwenda kwa mganga, inatakiwa na kumwomba Mungu akae ndani yako na mambo yatakuwa sawa. Sasa Mungu anawezaje kukaa ndani yako? Jambo la kwanza, safisha moyo wako, kisha tenda matendo ambayo inampendeza Mungu. Omba kwa wakati, kisha usikose kufuata sheria zake, ndipo utakuwa unamkaribisha Mungu akae ndani yako. Kumbe hata wewe unaweza kuwa mwalimu. Karibu tena Kilingeni kwa Mwakavumbi. Ongelea hapa. Mganga, nimerudi tena, mtoto wangu alinazidi kudhoofika. Mdogo wako ulipokuja kwa mara ya kwanza nilimgawia uhai wangu, na sasa hivi nimebakisha nusu dakika mimi kwenda Chongomeo. Sina uhai tena, na mdogo wako amebakisha nusu saa pia kunifuata kule kule Chongomeo. Mganga, inawezekana ndio bakisha dakika 30 afe. Dada. Hello, yeah. Hello. Uko mpo salama? Kachuta, yeah, nipo sawa, ila kuna ndoto nimeota. Hata nimeshindwa hiyo ndoto inamaanisha nini. Na kitu unatakiwa kukifanya ni kuitilia maanani, kwa sababu ukichukulia tu hivi kawaida tu itakuja kukudhuru baadaye. Na nikuulize, who is God Temple? Ina maana tangu kuwa mkubwa hivi hujajua the God Temple ni nini? The God Temple ni wewe mwenyewe, kwa sababu unapoharibu mwili wako, hapo ndipo umeharibu nyumba la Mungu, hekalu la Mungu. Unatakiwa uwe msafi, uwe umefuata sheria, na uwe umefanya kila kitu yenye inapendeza Mwenyezi Mungu. Hapo ndipo utakuwa umemkaribisha Mungu akakaa ndani yako. Hiyo ndio the God Temple. Utakuwa umetengeneza hekalu la Mungu. Kwa hiyo fuata maanani, jaribu kuweka mienendo yako iwe sawa, na hapo ndipo utakuwa umekaribisha Mungu akae ndani yako. Sawa. Asante sana.